kwenye kipindi ambacho kila Mtanzania anatamani taifa letu lipate kiongozi aliye bora anayeweza kusikiliza kero za wananchi na kuzifanyia kazi. Na kizuri ni kwamba kwa sasa hivi watu mbalimbali ambao ni Watanzania wanakwenda kuchukua fomu za ubunge. Wamechukua fomu za ubunge, na kuna baadhi ya watu kutoka kwenye industry ya burudani kwa ujumla, mameneja, wasanii, kwenye michezo pia, sehemu mbalimbali, kwenye siasa pia wamerudi wengine kuchukua. So mimi nataka ni kutajie watu mbalimbali ambao ni maarufu, ambao wako kwenye sekta tofauti na siasa. Nisiseme wako, hatukuwaona mbele sana, baadhi yao hatukuwaona mbele sana kwenye shughuli za kisiasa, lakini baadhi yao wamekwenda kuchukua fomu. Nikutajie tu kwa ujumla ambao sana wasanii ambao wamejitosa tena kwenda kuchukua fomu, lakini pia na majimbo yao ambayo wamechukulia fomu. Karibu sana, hii ni E-Trending ya Rick Media. Mimi naitwa Sarafina Jerry. Mimi ni binti wa Jerry Jeremiah, and of course niko hapa na Silent Ocean, simba wa bahari hawa, lakini pia niko na Jizo Sound katika kuhakikisha na kuletea kwa uzuri kabisa hii listi ambayo nimekuahidi hapa kwamba nitakupatia. Moja kwa moja tukianza na wasanii. Kwenye upande wa wasanii, najua wengi mtakuwa mmemwona Shilole, Shishi Baby. Shilole yeye pia amechukua fomu ya ubunge Tabora. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Msanii wa muziki wa muziki na filamu, lakini pia mjasiriamali, Shilole aliweka wazi nia yake ya kuingia kwenye ulingo wa siasa baada ya kuchukua fomu rasmi ya kuomba ridhaa ya kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi CCM kugombea nafasi ya ubunge wa viti maalum kupitia UWT mkoa wa Tabora. Ambapo yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram pia aliweka post yake kwa kuandika, ndugu zangu, fomu tunayo, kilichobaki sasa ni kusubiri ridhaa ya chama chetu, ikawe heri inshallah, kazi iendelee, Oktoba tunatiki. Hii ilikuwa post ya Shilole. Lakini pia si msanii yeye peke yake ambaye amechukua fomu. Msanii mwingine ambaye amechukua fomu ni Sheta, Baba Kaila pia amechukua fomu, ambapo yeye ameweka nia ya kugombea udiwani Mchikichini. Of course Nurdin Bilali almaaluf kama Sheta ametia nia rasmi ya kugombea udiwani katika kata ya Mchikichini, wilaya ya Ilala, akikabidhiwa fomu rasmi ya kuwania nafasi hiyo na mkurugenzi wa uchaguzi CCM kata hiyo, Bi Helen Madanganya. Sheta na yeye ameonyesha nia yake ya kutaka kutumikia wananchi wa Mchikichini kwa kuleta maendeleo zaidi katika kata hiyo. Of course tuliona hata binti yake ni mwenyekiti wa vijana. So bado tunaendelea kuwa sehemu nzuri pia, kwa sababu ya raia wanaona nani anawafaa. Lakini pia mtu mwingine ambaye amechukua fomu ni mwanaharakati na mtangazaji wa kike, anaitwa Mami Baby. Ila jina lake halisi ni Mkue Abdul Muhammad Isale au Mkue Isale, maarufu kama Mami Baby. Yeye pia alitangaza rasmi nia ya kuwania nafasi ya ubunge wa viti maalum kupitia Umoja wa Wanawake Tanzania UWT kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM katika mkoa wa Tabora. Yeye na Shilole wako nafasi moja. Kupitia ujumbe wake, Mami Baby aliandika, sauti yangu ikawa alama ya Tabora na Tabora ikawa alama yangu ya utambulisho. Anasema kuwa zama mpya zinakuja kwa mkoa wa Tabora, zama zitakazoweka mbele maendeleo ya wanawake na vijana kupitia fursa za biashara, afya, sanaa, michezo na uchumi kwa ujumla. Lakini pia alidokeza mwelekeo wake wa kisera utawekwa wazi katika siku zijazo, akiahidi kushirikiana na viongozi katika ngazi zote kuijenga Tabora mpya yenye usikivu wa kweli kwa mabinti na akina mama.
Anasema tunaweza, tunaijua njia, msihofu. Ni kauli aliyoitumia kuashiria matumaini ya uwezo wa kuleta mabadiliko halisi. So Mommy Baby yeye pia amechukua fomu ya ubunge wa viti maalum kwa mkoa wa Tabora. Mtu mwingine ambaye amechukua fomu ya kuwa kiongozi ni Jessica Magufuli. Yeye alikuwepo mwanzo. Huyu ni mtoto wa aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Tanzania, hayati John Pombe Magufuli, ambapo Juni 28 alichukua fomu. Huyu ni mwanaharakati kijana na kiongozi mahiri kutoka mkoa wa Geita. Yamechukua rasmi fomu ya kuwania nafasi ya ubunge wa viti maalum kupitia umoja wa vijana wa CCM, UVCCM Taifa. Jessica Magufuli alijipambanua kama sauti ya matumaini kwa vijana na wanawake wa Kitanzania, akisimamia maadili, haki na maendeleo jumuishi. Ni kiongozi aliyebobea katika masuala ya kijamii, uongozi wa vijana na mshiriki hai wa harakati za kuijenga Tanzania ya kesho kupitia misingi ya chama chake cha CCM. Yeye pia amechukua fomu. Ukipita mtandaoni utakutana na posti ya Mboni Masimba. Yeye pia amechukua fomu ya ubunge viti maalum Handeni, Tanga huko. Huyu ni mwandishi wa habari lakini pia mwanaharakati, na yeye pia amechukua fomu rasmi ya kuomba ridhaa kuwania ubunge wa viti maalum mkoa wa Tanga kutokea Handeni. Mboni amekuwa mstari wa mbele sana katika shughuli mbalimbali za kijamii kupitia kampuni yake ya Chocolates Princess na Mboni Masimba Foundation. So na yeye pia. Mtu mwingine ambaye amechukua fomu ya ubunge ni Meneja Kandoro. Meneja Kandoro yeye pia amechukua fomu ya kuwania kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Mbagala. Na yeye pia kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweka picha zake akiwa anachukua fomu, alafu akaandika, nashukuru Mwenyezi Mungu rasmi nimetia nia ya kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Mbagala. Wana Mbagala, mimi ni mwanenu, naombeni mnipokee kwa mikono miwili. Kwa Meneja Kandoro pia ametia nia ya kuwa kiongozi pale Mbagala. Na wana Mbagala shughuli yake wanaijua kwa sababu Meneja Kandoro amekuwa mstari wa mbele kusaidia vipaji kwa upande wa muziki wa singeli, na kiukweli amefanya kazi kubwa sana. Meneja Kandoro amekuwa kimbilio la vijana wengi ambao wanaingia kwenye singeli. Kwa hiyo sasa hivi na yeye amejikita huko, na yeye ametia nia kugombea ubunge pale Mbagala, na anataka kuleta maendeleo pale Mbagala. Wana Mbagala wenyewe wanasema hawana shaka na Meneja Kandoro, kwa sababu amekuwa akiwasaidia hata kipindi ambacho alikuwa hataki wampe kura zao. Lakini sasa hivi wanasema kuna namna tu wanaamini kwa Meneja Kandoro, na yeye pia ameingia na ametia nia kwenye jimbo la Mbagala. Lakini pia ukiachana na Meneja Kandoro, kaka wa Diamond Platnumz, Romy Jones, yeye pia ametia nia yake kwa huko Mbagala, ambapo Meneja Kandoro na yeye ametia nia kugombea ubunge, basi na Romy Jones ametia nia huko Mbagala, anataka kuwaongoza, anataka kuwaletea maendeleo. Kiachana na Romy Jones, mtu mwingine ambaye ametia nia ni rais wa Yanga, Engineer Hersi. Engineer Hersi pia ametia nia ya kuwa mbunge jimbo la Kigamboni, na yeye anataka kuwaletea maendeleo. Engineer Hersi kutoka kwenye michezo, basi anajikita zaidi kwenye siasa na ametia nia kwa jimbo la Kigamboni. Ukiachana na Engineer Hersi, kuna mwigizaji Mkojani, na yeye pia ametia nia ya kugombea ubunge jimbo la Temeke.
Mkojani yeye pia ametia nia yake kugombea ubunge jimbo la Temeke. Na yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika, ndugu Abdallah Muhammad Nzunda Mkojani, ubunge jimbo la Temeke, fukuza majizimu, chama tuna watu. Mkojani. Lakini pia ukiachana na hao niliokutajia, kuna Baba Levo pia. Baba Levo na yeye pia ametia nia jimbo la Kigoma. Nimeongea kama watu wa Kigoma. Anasema yeye pia kwenye post yake aliandika, naitwa Clayton Revocatus Chipando Baba Levo. Nimeshachukua na kurudisha form. Mungu nisaidie. Yeye amechukua jimbo la Kigoma. Lakini ukienda kwa Mwijaku pia, Mwijaku pia ametia nia jimbo. Anasema kwenye post yake, hii ni post ambayo ameipost, ilikuwa ni sharing post ya Crown TV pamoja na Mwijaku pamoja na Crown FM. Post ikaandikwa, kada wa Chama cha Mapinduzi CCM Baton Mwemba Mwijaku amechukua rasmi fomu ya kuomba ridhaa ya kugombea ubunge jimbo la Mvomero mkoani Morogoro kupitia Chama cha Mapinduzi. Hatua hiyo imeashiria mwanzo rasmi wa safari yake ya kisiasa katika kuwania nafasi ya ubunge wa Mvomero. Hii sio mara ya kwanza Mwijaku kufanya hivi. Mwijaku alishachukua fomu mwaka wa uchaguzi uliopita ule. Alichukuaga fomu, lakini wajumbe hakupita pale kwenye kura za wajumbe. So mwaka huu pia amechukua. So hawa ni baadhi ya watu maarufu ambao wamechukua fomu. Sijataja wote, nimetaja baadhi, na I hope utakuwa umewasikia baadhi ya watu ambao ulikuwa hujawasikia. So hao ni watu ambao wamejitosa tena kuingia kwenye siasa. Maana wengi nilokutajia hawakuwa bungeni, na hao ndo waliojitosa kuingia kwenye siasa. Mungu awasaidie, na wakipewa nafasi wakaifanye kazi, kwa sababu wananchi wanataka kufanyiwa kazi. Sawa sawa Oh yes. Una lolote, unajua kwa kuacha comment yako. Iache hapo na iache sasa hivi. Mimi naitwa Sarafina Jerry. Kwaheri.